tunaiomba wao sasa ndio wachambue watakavyoongeza nauli. Yani wakiongeza gharama ya mafuta na sisi tunaongeza gharama ya nauli. Wakipunguza gharama ya mafuta serikali na sisi tunarudi pale pale. Mafuta yamepanda ghafla. Kwa hiyo kama mafuta yamepanda ghafla na sisi tukaongeza hapo hela kidogo ili tubalanzishiwe na serikali. Maana mafuta tulikuwa tunanunua lita 2800. Lakini kuanzia jana kuja leo na kesho tukawa tunanunua shilingi 4000. Kwa hiyo na sisi tukaona kwenye ile 700 yetu tuweke 300 juu. Wao serikali wametuongezea 1200, sisi tukaongeza 300. Kwa hiyo wao serikali sasa ndio wajichambue na wajielewe. Sasa kama LATRA hajatoa bei elekezi, kwa nini mafuta yamepanda ghafla? Kwa nini mafuta yamepanda ghafla? Na wao LATRA itakiwa washirikishwe kwanza kwa jamani, tarehe fulani siku fulani mafuta yatapanda. Sasa kama wametupandishia ghafla, tumeongezewa kila lita 1100 au 1000. Kwa hiyo na sisi tukaona tuongeze 300. Wapo wanaolizika kutoa hiyo hela na wapo ambao wanaong'ang'ana kupoteza muda. Wengine wanaenda na maguta, wengine wanakodisha toyo na wengine wanatembea kwa miguu. Kwa nini kama ilikuwepo? Kwa nini hali naachiwa watu wanakimbizana nayo haraka haraka? Maana mafuta yamepanda 1000 kwa haraka haraka. Sasa pamoja tangazo la LATRA sijalisikia kwamba nauli iwe kiasi hiki, lakini watu wamejichukulia kwa sababu wameshaona kwamba mbona imepanda 1000 ghafla, hatujaambiwa basi na sisi tuone tupandishe. Inatuadhiri sana kwa sababu mimi nilikuwa nimezoea kwamba kituo hadi kituo natoa 600. Sasa hivi kituo hadi kituo ni 1000. Sasa mimi nilikuwa sina 1000, kwa hiyo itakuwa ni changamoto kwangu. Nimuombe sana anikatalie nibaki hapo chini. Sasa kwa hiyo ni changamoto ile inatuadhiri sisi, wala haiwaadhiri wao. Mimi sioni kwamba inawaadhiri wao kwa sababu wao wanaweza kusimamisha gari lake akasema aliendi akatulia, na mimi ambaye nasafiri changamoto iko kwangu. Kweli kwa mafuta yamepanda kweli, bei mjomba wangu kweli aise, tunateseka yenyewe, si raia yenyewe baba wangu kweli aise. Hizi ni shida gani tunakuja kuteseka hapa barabarani aise? Tunazaraulika kisa aise nini baba wangu aise? Tuangalia tunavolia shida kweli baba wangu kweli, hatuna hata 100 kweli aise. Inatuathiri kiasilimia kubwa kwa sababu gani? Mafuta yamepanda bei sasa hivi, alafu kicheki kwa wafanyabiashara wa hali ya chini kama sisi tunaendesha bodaboda. Inatuathiri kwa sababu abiria kama sasa hivi ameshazoea anapelekwa stendi kubwa kwa shilingi 1000. Sasa hivi akija kwa 1500 ile abiria hawezi kupanda kwa sababu gani? Unakuta naye kipato chake ni kidogo. Kitu alichonacho hakiwezi kukidhi pale sehemu anakoenda. Lakini kulingana na sisi tuna familia na sisi tunatafuta maisha, inabidi uende ili uweze kupata kula. Maana Kigoma kwenda sasa utakulani, inabidi uende, lakini kiupande mwingine natuumiza sana. Maana kushuka hizo kushuka kwa leo wala kesho, labda tuongezewe hata kama ni % kidogo kwenye nauli ya 700 iwe hata buku. Umeona? Au matajiri kutushushia hesabu dereva wa Ruta Kisongo. Alafu cha pili, mafuta yanatakiwa pande, LATRA wenyewe tuangalie wapandishe nauli. Kwa sababu kupandisha nauli, madude unayoona hayo, madude nakula geji mbaya. Madude yani ni madude kweli yanakula geji. Sio vidaladala hivi. Yaani makosta, mingine maroza kama haya. Leo tumeenda kuweka mafuta shilingi 30,000. Tuwepo lita 7. Ambao sio sawa. Unaelewa? Sasa kama mafuta yanapanda bei, kwa nini nauli sipande bei? Nauli pande bei. Au ikishindikana magari watu yagome. Tupaki magari. Au sio? Zibaki au abiria wanunue viatu vipi waende Kisongo na mguu. Hivyo tu. Kwa wale ambao hawafahamu, kwanza tunaangalia na kipato cha mtu. Nishanelewa. Kama mimi binafsi, japo sawa sio vizuri kutaja mshahara wa mtu, mfano labda unalipwa 300 kwa mwezi mkuu. Kwa hiyo ukiangalia mfumuko wa mafuta ulivyopanda na ule zimepanda, uone kwamba hata mshahara utoshi, utakuwa umefanya kazi barabara. Kama mimi mtoto wangu anasoma mjini, kama nauli ya mwanafunzi ni 200, si ndio? Lazima utapandishwa na wenyewe nauli, itakuwa shilingi 500 labda. Ushaelewa? Sasa hapo uone kwamba utakuwa hamna chochote tunachokifanya. Kinachobeza tunakosa watu. Hatukosi watu wako. Ila watu na wenyewe wanalia, hawana kitu. Kuna abiria anakwambia na 500, wengine wanapokea bukubuku. Kuna maana 500, sasa huwezi muacha, maana kutokana huna kitu, inabidi upakie tu kutokana na shida tulizokuwa nazo sisi hapa hivi. Mafuta ashuke bei. So vizuri hasa walivyopandisha mafuta. Kwa sababu gani? Sisi hapa hivi tunapakia abiria hapa hivi 700.
kama amepandisha mafuta basi na nauli na zenyewe zipande ili tuweze kufanya kazi. Kama nauli hazitapanda basi na sisi hapa hivi hatufanyi kazi.